Karibuni tena. Leo nataka niwashirikishe nguzo 6 muhimu za afya kwenye maisha yako, na ni vitu ambavyo ukizingatia vingi vitakuletea afya bora na afya njema na maisha bora katika maisha yako. Nguzo ya kwanza ni lishe bora. Kati ya vitu vyote ambavyo unaweza kuvifanya kwenye maisha, ukizingatia lishe nzuri ni kitu ambacho kitakupa maisha mazuri zaidi. Kwa ushauri mwingi ambao utasikia madaktari wanakushauri either kuhusiana na magonjwa kama vile pressure, kisukari, saratani na magonjwa mengine mengi sana ambayo tunayo, hata wakati mwingine hata afya akili. Basically afya nyingi msingi wake mkubwa huwa ni lishe tunayotumia. Ukiweza kuzingatia chakula unachokula ukakibalance vizuri, itakuletea manufaa mazuri zaidi kwenye maisha yako na afya yako itazidi kuimarika kila siku. Kwa hiyo hapa na tunavyozungumzia afya kwa leo, nataka ni kuonyesha namna ya kutengeneza sahani yako vizuri ili upate lishe bora kile unapokula. Kwa hiyo wote tunapakua chakula. Kwa hiyo unapopakua chakula au unapopangilia mlo wako, ni vizuri ukaipangilia vizuri. Kuhakikisha kwamba nusu ya sahani yako umeweka matunda pamoja na mboga za kijani. Alafu ile nusu nyingine unaigawanya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza unaweka protein na sehemu nyingine ya pili unaweka wanga. Kwa hiyo protein tunaoizungumzia hapa, of course protein watu wengi tukizungumzia protein tunawaza nyama, lakini japokuwa nyama ni nzuri, tunashauri sana sana kama ni matumizi ya nyama angalau yawe nyama nyeupe. So vitu kama kuku pamoja na samaki. Of course nyama nyekundu sio kwamba ni mbaya, sema tu kwamba large quantities na yenyewe ina changamoto yake. Alafu nitafanya video nyingine ambayo basically nitakueleza kuhusiana na changamoto ya nyama nyekundu pamoja na saratani ya utumbo mkubwa pia. So basically animal protein, so nyama nyeupe ni nzuri zaidi, lakini pia kama utaweza kutumia protein inayotokana na mimea, hii ni bora zaidi kuliko nyama inayotokana na wanyama. So protein inayotokana na mimea zipo nyingi na ni vitu vya kawaida tu ambavyo tunaweza tukavitumia kila siku na wakati mwingine tunazipuuzia. So vitu kama maharage na jamii yake, so maharage, kunde, ndengu, jegere, choroko. So vitu kama hivyo ni vizuri sana ambavyo vinaweza vikakuongezea protein kwenye mwili wako. Lakini pia kuna mboga za majani kama vile spinach, vitu kama broccoli vina protein pia, mtama na wenyewe pia na protein ya nzuri ambayo inaweza kutosheleza, pamoja na kutokusahau vitu kama mbegu kama mbegu za maboga pamoja na mbegu za sunflower na vitu kama karanga pamoja na korosho. Kwa hii ni mimea ambayo imejaa protein na protein yake ni nzuri zaidi kuliko protein ya wanyama. Kwa hiyo ukijaribu kutumia protein hii hapa kwa wingi zaidi itakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo kumbuka robo ya sahani ndio protein, ya nusu ya sahani inakuwa ni mboga za majani pamoja na matunda. Alafu hii robo inayobaki sasa ndio wanga. Na wanga tunaotumia hapa hasa tunashauri vitu ambavyo havijachakatwa sana. So basically kwa mazingira yetu ya Kitanzania tunazungumzia vitu kama unga wa dona, tunazungumzia vitu kama makande ya mahindi ambayo hayajakobolewa, tunazungumzia vitu kama mchele ambao haujakobolewa sana, so basically brown rice. Tunazungumzia vitu kama miogo, viazi vitamu, so hizi basically ni complex carbohydrates ambayo mpaka mwili ije ivunje na itengeneze sukari inachukua muda mrefu. Kwa hiyo inakusaidia sana kwenye afya kwa sababu haipandishi sukari haraka sana, ina fiber ya kutosha kuboresha mfumo wa chakula na inakaa pia tumboni kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kuzingatia. Kwa hiyo kumbuka nusu ya sahani unaweka mboga za majani pamoja na matunda, robo unaweka protein na robo nyingine pia unaweka
wanga. So najua changamoto wengi tunafanya kazi, utaenda kwenye migahawa, utaenda sehemu mbalimbali na wanakujazia wali na mboga unapewa kidogo sana, unaweza kashangaa umepewa kijiko kimoja cha mboga ya majani. So wakati mwingine kwa mfano kama mimi ambavyo wanafanya, unakula tu kwa kiasi ambacho unaweza, alafu unaweza kucompensate. So wakati mwingine mimi nikishatoka kwenye migahawa hiyo, nikishamaliza kula kule, napitia tu matunda. Kama kuna mtu ambaye anaweza kukuzia salad, inakuwa ni nzuri sana. Unaweza kupata sehemu ambayo unaweza kupata matunda, na kwa namna hiyo uko umecompensate ili kuhakikisha kwamba mlo wako, lishe yako inaboreka kila siku. Lakini jambo kubwa sana, uzuri sana ni kama unaweza kupika mwenyewe nyumbani. Hii inakuwa ni jambo zuri sana, maana ndio ukipika mwenyewe nyumbani, ratio unaweza kuibalance vizuri na chakula chako unaweza kukitengeneza vizuri ili kikupe lishe bora. Kwa hiyo hizo ni kati ya vitu simple ambazo unaweza kuzifanya tu. Kwa hiyo ndio nguzo ya kwanza ya namna ya kupata lishe bora. Nguzo ya pili ni kuhusu kupumzika au usingizi. Sasa kila mtu ana muda wake ambao wanaweza akapumzika na akawa fresh. Mimi kwa mfano, mimi nikilala masaa 7-8 yananitosha. Nikilala pungufu ya hapo, siku nzima nitakuwa nimechoka tu, na nikilala pia zaidi ya hapo, nikilala masaa 9 nitajihisi kwamba nimechoka yani. So kila mtu ana namna ambavyo anaweza kuregulate. So kutegemea na wewe ulivyo, ni vizuri ukaangalia muda unaokutosha. Kwa hiyo watu wengi of course tuna kati ya masaa 7-9 hapo, wengine pia masaa 6 yanaweza kawatosha. Kwa hiyo ni muhimu kupata muda wa kupumzika, hasa usiku, na ni vizuri ukapata muda mrefu wa kupumzika ambao haujawa interrupted. Yani kama unalala masaa 7, unalala masaa 8, hakikisha kama unalala masaa 8 au hayo masaa 7 mfululizo. Sio unalala masaa 4 alafu unakatisha usingizi usiku alafu unalala tena. Hapana, hiyo inakuwa ni afya mbaya ya usingizi. Kwa hakikisha kwamba unalala mfululizo masaa haya yote ya masaa 7, masaa yote 8, ili uweze kuboresha usingizi wako. Na kuna namna nyingi ambazo unaweza kuboresha afya yako ya usingizi. Nimeshafanya video tayari kuhusu afya ya usingizi, lakini basically kuna namna ambavyo unaweza kaandaa mazingira yako ili uweze kupata usingizi bora. Kuhakikisha kwamba matumizi ya simu, kompyuta, TV umeyapunguza kwa angalau lisaa limoja kabla ya kwenda kulala. Kuhakikisha kwamba basically kitanda chako, godoro na vitu kama hivyo viko vizuri, umepunguza mwanga. So basically kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya ili vikusaidia kulala vizuri. Kumbuka, kulala sio kupumzika tu. Unaupa muda mwili wako kujireset, akili yako inajireset, mfumo wako wa chakula unajireset, mfumo wako wa kinga unajireset wakati tunapumzika usiku. Kwa hiyo ni muhimu kupata usingizi, na ni muhimu zaidi kupata usingizi ambao ni bora. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia tunatakiwa tukizingatie katika afya. Kwa hiyo kumbuka, nguzo ya kwanza ni kuhakikisha kwamba unapata lishe nzuri. Nguzo ya pili ni kuhakikisha kwamba unapata pia usingizi bora. Nguzo ya tatu hii inahusiana na movement ama physical activity. Kuna usemi ambao unasema kwamba all exercise is physical activity, but not all physical activity is exercise. Ni vizuri kuwa physically active, yani ni vizuri kuwa una movements hapa na pale. Unajua kuna usemi mwingine ambao sasa hivi unasema kwamba sitting is the new smoking. Yani kuna athari nyingi sana za kiafya tunazoziona kwa watu ambao wanakaa kwa muda mrefu sana. Matatizo ya viungo na mgongo, sijui uzito kuongezeka, metabolism mbaya ya sukari na vitu kama pressure na vitu kama hivyo. Kwa hiyo by all means, kama unaweza kutembea ni vizuri. Kama unaweza kujinyosha ukiwa kazini, naelewa unaweza kuwa na kazi nyingi sana ambayo inakutaka ukae kwa muda mrefu ukiwa unafanya kazi, lakini chukua breaks kila baada ya dakika 40 au saa. Nyosha tu viungo vyako, fanya mazoezi tu madogo ambayo unaweza kuyanyosha. Lakini cha muhimu zaidi, hakikisha kwamba unapata muda wa kufanya mazoezi exercise kabisa. Kwa hiyo inashauriwa kati ya dakika 150 mpaka 300 kwa wiki
ambazo unaweza ukazivunja vunja, either ukafanya mazoezi kila siku au ukazigawa kwa siku 3 mpaka siku 4 kwa wiki. So basically kulingana na ratiba yako. So nitakupa tu kwa mfano kama mimi experience yangu, basically nafanya mazoezi kila siku, lakini nimezi structure in such a way kwamba nitafanya mazoezi kidogo asubuhi na mazoezi kidogo tena jioni. So yani just calisthenics, na baada ya hapo pia ukipata muda wa kwenda gym inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa binafsi mimi ninapoamka asubuhi napata kama dakika 10 hivi za kufanya mazoezi, na baadaye jioni nikirudi kutoka kazini napata tena dakika 20 za kufanya mazoezi, lakini hizi zinakuwa ni moderate intensity exercise. Yani nafanya mazoezi ambayo utahisi mapigo yako ya moyo yanaenda haraka, lakini pia utaona upumuaji wako pia unaenda kwa haraka. Kwa hiyo tunataka mazoezi ambayo kweli utatoka na jasho, utafanya kazi wakati unafanya mazoezi. Kwa hiyo kumbuka, nguzo ya kwanza ni lishe bora, nguzo ya pili ni usingizi, nguzo ya 3 ndio movement au kufanya mazoezi, na hakikisha kwamba mazoezi ni moderate intensity exercise. Hiyo ndio itakusaidia sana kuboresha mfumo wa moyo na mfumo wa damu na vitu kama hivyo. Nguzo ya 4, hii basically tunaita risk management. Kuna vitu vingi sana tunavyofanya kila siku ambavyo vinaweza vikawa sio salama sana kiafya kwenye maisha yetu. Kwa mfano kama nilivyosema, kukaa muda mrefu, hiyo sio afya sana. Jambo la pili ambalo sio afya sana ni pia kuhusiana na lishe, na basically yenyewe ni kutumia tunasema ultra processed foods, vyakula ambavyo vimechakatwa sana. Yani unaenda supermarket, basically unakutana na chakula ambacho unaambiwa shelf life yake ni miaka 5. So basically unajua haina afya sana. So jaribu kupata lishe ni nzuri, jaribu kupata original foods, fresh foods ni nzuri zaidi, lakini pia jitahidi kupata vyakula ambavyo havijachakatwa sana. So hivi vinakuwa ni bora sana kwenye afya yako. Lakini sambamba na hilo pia kumbuka kunywa maji ya kutosha. Kumbuka pia kupunguza matumizi ya vitu kama pombe, kukata kabisa matumizi ya sigara. Lakini pia kati ya hizi risk management ni namna pia unavyoishi vitu vingine. Kwa mfano, either unaendesha bodaboda au kuna mtu wa bodaboda anayekuendesha alafu anaendesha rafu. So basically hiyo ni risk tu, yani unajiongezea hatari ya kupata ajali na vitu kama hivyo. Kwa kupunguza tu risk, hakikisha kwamba kama unaenda umetumia bodaboda na vitu kama hivyo, umevaa helmet, unaenda mwendo ambao ni mzuri wa taratibu, umevaa koti angalau ili kukinga na baridi ambao unaweza kupata mafua na vitu kama hivyo. So basically ndio tunaita risk management. Kama unaendesha gari, unahakikisha kwamba unafuata sheria za barabarani, umefunga mkanda na kwenda kwenye speed ambao ni salama. So that is basically risk management ilivyo. Jambo lingine la nguzo nyingine ya 5 katika nguzo hizi za kiafya tunasema basically ni stress management. So stress management yenyewe ni pia kuangalia vitu ambavyo vinakuongezea stress na vitu ambavyo vinakupunguzia stress, na kujaribu kuvibalance vyote. So kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya ili kuweza kupunguza stress. Kufanya kitu ambacho kinaitwa breathing exercise, so mazoezi ya kupumua. Kuna kitu kingine ambacho kinaitwa mindfulness, ambapo basically ni kuishi kwa wakati. So kuhakikisha kwamba like when you are paying attention to what is going on around you. So hii inaweza kukusaidia pia kupunguza stress, kupata muda wa kutembea nje. So nature walks zimeonyeshwa kwamba zinasaidia kupunguza stress kwa muda mrefu, lakini pia kupata watu ambao wanaweza kukusaidia na vitu kama hivyo. So basically stress management. Stress inaathiri afya sana, yani inaathiri afya ya akili, lakini pia inaathiri afya yetu mwenyewe ya mwili. Watu ambao wana stress, kinga yao ya mwili imeshuka sana na wana hatari ya kupata magonjwa mengi. Kwa jitahidi kupunguza level yako ya stress. Kwa kama ni issue za kazini, jaribu kudelegate, jaribu kupata watu ambao wanaweza kukusaidia, jaribu kupata watu wanaweza kukusikiliza vizuri. So na kama nilivyosema, unaweza ku practice mindfulness, breathing exercise,
na vitu vingi ambavyo vinaweza vikapunguza stress katika maisha yako pia. Nguzo ya mwisho ili kuwa na afya bora, hii tunasema social connection. Ni lazima ujizungushe na watu. Unajua maisha haya sio wewe tu. Kwa hiyo ni vizuri ukawa karibu na familia, ukawa karibu na marafiki, ukawa karibu na wafanyakazi wenzako, na kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya ili kuboresha mahusiano yako vizuri. So simple things, kwa mfano kama kula kwa pamoja. Kwa hiyo kuhakikisha labda kama una familia, kwa hiyo angalau mara moja kwa siku mna share meal, mnakula kwa pamoja. Au kama uko mbali na familia au hauna familia, basi hata ukiwa kazini, mkiwa mmeenda lunch ama breakfast, mnaweza mkakaa kwa pamoja, mkala kwa pamoja. So hii inasaidia sana kwenye social connections. Lakini mbali na hapo pia kupata tu watu wa kukaa na kuzungumza tu, na sio lazima kuzungumza shida zako au shida za ofisi au shida za wapi. Yani mnapiga tu stories za mpira, mnapiga stories za fashion na vitu mbalimbali tu, yani just hanging out with friends pia ni nzuri zaidi kwa ajili ya social connection yako pia. Lakini pia ukipata muda kama una watu wa kutembea nao pia nje au kufanya nao mazoezi pia, hii inasaidia sana kuimprove social connection, inasaidia sana kupunguza stress, inasaidia sana kuimprove afya yako kijumla. Kwa hiyo hizi ni nguzo 6 ambazo ni vizuri sana kuvizingatia. Lakini jambo la mwisho kabla sijasahau ni pia kupunguza matumizi ya screen. Kwa kupunguza matumizi ya simu, kupunguza matumizi ya kompyuta, kupunguza matumizi ya TV. Hii inasaidia vitu vingi sana. Kwa hiyo kwenye risk management unapunguza hatari ya kupata magonjwa ya akili. So sisemei kuchanganyikiwa. So nazungumzia tu vitu kama tu anxiety, depression, na vitu kama hivyo. Watu ambao wana matumizi mengi sana ya simu hasa kwenye social media wanapataga changamoto ya afya ya akili, kwa kuwa either unakuta ni watu ambao wana agitation sana, wanakasirika kwa haraka sana, watu ambao wanapata depression kwa haraka sana, watu ambao wana anxiety kwa haraka pia. Kwa hiyo kupunguza vitu kama hivyo. Lakini pia inakusaidia pia kwenye stress management. Again, watu ambao kukaa muda mrefu kwenye movie ni nzuri, lakini pia inakuongeza pia level of stress yako pia. Kwa hiyo jaribu kujitahidi kupunguza matumizi ya screen hasa kwa watoto wadogo. Yani kama una watoto wadogo ni vizuri kabisa limit au ukatoa kabisa. So basically kwa watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 2 haishauriwi kabisa kutumia screen, kutumia simu. Of course kama wanasalimia familia kwenye video call haina shida, lakini so jaribu kupunguza matumizi yao kulingana na ushauri ambao upo. Kwa hiyo zingatia nguzo hizi 6. Nguzo ya kwanza, hakikisha kwamba unapata lishe nzuri. Nguzo ya pili, hakikisha kwamba unapata usingizi bora. Nguzo ya 3, hakikisha kwamba unapata muda wa kufanya mazoezi mazuri. Nguzo ya 4, hakikisha kwamba unapunguza vitu vinavyoongeza hatari ya kupata magonjwa. Nguzo ya 5, hakikisha pia kwamba unafanya stress management. Alafu nguzo ya 6, kumbuka social connection. Ni lazima tujiunganishe na watu. Asanteni.